TTI, maana wewe ni mpya sana na ubarikiwe sana, umepata upako si muda mrefu sana. Nikushukuru sana ndugu yangu Sufiani, kwanza kwa nafasi hiyo kubwa, lakini kwa kazi kubwa unaendelea kuifanya. Nikushukuru sana mwenyekiti, lakini naomba nitambue uwepo wa dadangu, lakini hasa tukianza na mamangu, Mama Anne Makinda, alikuwa kamishna wetu, walikuwa kamisa wetu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, lakini spika mstaafu, lakini waziri mstaafu. Ana vyeo vingi sana mama huyu, na ana maarifa mengi, na mimi siwezi kumsahau maishani mwangu. Ni watu wamenijenga sana. Nakumbuka tulipokuwa katika mkutano kule Mauritius, tulipokuwa kule mkutano Victoria Falls, nakumbuka kipindi kile tukiwa katika bunge la SADC, mama umenilea sana, nikushukuru sana. Lakini naomba nitambue uwepo wa dadangu Daktari Amina Msengwa, mtakwimu mkuu wa serikali, Ofisi ya Taifa ya Takwimu, ambaye kama alivyosema mama ni kwamba amepata upako si muda mrefu sana, lakini yeye katika upande wa takwimu si mgeni, alikuwa kama mwenyekiti akisimamia taasisi hii kubwa, na usimamizi wake wakati huo wakishirikiana na makamisa wetu tuliweza kufanya sensa nzuri ya kihistoria ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo dadangu Amina, nikupongeze sana. Sasa mwanzo ulikuwa sehemu ya usimamizi, sasa uko sehemu ya utendaji, na bahati nzuri Mheshimiwa Rais alifanya makusudi kwa kujua ubobezi wako na uelewa wako katika sehemu hiyo. Nikupongeze sana. Lakini naomba nitambue uwepo wa ndugu yangu Salam Kasim Ali, ambao ni mtakwimu mkuu wetu kule Zanzibar, na nikupongeze. Najua kipindi kile nanyi hamkulala sana kipindi kile kwa sensa ya watu na makazi, mlihangaika sana. Nikushukuru sana ndugu yangu Salam. Lakini naomba nitambue uwepo wa madasi wetu wawili. Tuna dasi wa Ubungo, nikushukuru sana, lakini tuna dasi wa jiji la Ilala. Dasi wa nani? Hapana, nadhani nani? Dadangu Changwa ni mwakilishi wa Walasi mkoa wetu wa Dar es Salaam, niwashukuru sana. Lakini nitambue uwepo wa kurugenzi wetu wa taasisi na wakuu wa taasisi mbalimbali kama walivyotambulishwa hapa, lakini management za viwanda ambazo ziko nchini mwetu vinafanya kazi kubwa, wageni waalikwa. Lakini naomba nitambue vile management ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu ambao nao wamefanya kazi kubwa. Najua walikuwa wakihangaika, na hivi karibuni tulikuwa kule Iringa wakiendesha mafunzo takriban ya siku 12 kwa vijana wetu wa Kitanzania ambao wanaenda kufanya hii kazi kubwa. Lakini tambue wawakilishi ambao wengine wametumwa hapa kwa niaba ya makampuni na wawekezaji wetu, wanahabari wetu, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kwanza ningelipenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Mola, ambaye yeye ametukutanisha katika siku muhimu sana kama mtakwimu mkuu alivyoanza kusema, na kama kamisa wetu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 alivyosema hapa. Lakini ndugu yangu Salum alizungumza vile, lakini Sufiani naye aligusa vile, lakini anamwakilisha wakuu wa mikoa naye alizungumza kwamba tumekutana hapa katika jambo kubwa sana la sensa ya uzalishaji wa viwanda. Ndugu zangu, nimshukuru Mungu kwa sababu leo imekuwa siku adhimu, lakini siku ya historia kubwa ambayo inawezekana ninyi wenzangu mtakuwa ni mashahidi. Jambo kama hili inawezekana halijawahi kufanyika katika miaka mingi ambayo sensa ya watu na makazi ilifanyika, lakini nadhani hapaja kutokea kwamba kukutana kwa pamoja kujadiliana wakati zoezi hili linataka kuanza. Kwa hiyo tumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini mshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maelekezo yake na usimamizi wake mkubwa wa serikali yetu na nchi yetu, lakini akiwa ni kiongozi wetu mahiri wenye kutoa miongozo, kusimamia rasilimali za nchi yetu, lakini kuleta mipango mwafaka kwa mustakabali wa taifa letu. Hakika Daktari Samia Suluhu Hassan kazi yake inekupimika, kwa sababu kila muda, kila eneo unaona matunda makubwa sana yakifanyika. Ndugu zangu, niwashukuru sana Ofisi ya Taifa ya Takwimu kwa kunialika katika jambo hili, kwa sababu ngeamua tu leo tunafanya workshop lakini kama mkutano awareness meeting mngeamua kufanya,
lakini mkasema ni vyema niweze kuwepo. Kwa hiyo nawashukuru sana sana kwa ukarimu wenu, na ukarimu huu uendelee na mambo mengine. Hongereni sana. Na hasa kazi yenu kubwa mnaendelea kuifanya, hongereni sana sana sana. Ndugu zangu, kama tulivyoelezwa, lengo kuu la mkutano huu ni kutoa hamasa, ni kuwakutanisha wawekezaji wa viwanda na kutoa hamasa katika kushiriki katika sensa ya uzalishaji viwanda ya mwaka wa rejea ya mwaka 2023. Ni mwaka 2023 kwa sababu sensa iliyopita ilikuwa ni mwaka 2013. Kwa hiyo sensa inafuata ni mwaka 2023, lakini kwa sababu inafanyika mwaka 2025 ndio maana nasema rejea ya mwaka 2023. Nishukuru na niomba niwaambie kwamba sensa hii inafanyika kwa pande zote mbili za muungano, huku Tanzania bara na kule Zanzibar. Na watakwimu wetu wakuu hawa ndio watakuwa wachagishaji wakubwa sana kuhakikisha zoezi hili linakamilika vizuri. Jambo hili ambao nishukuru sasa, hivi karibuni tulikuwa na semina ya wadadisi na viongozi wasimamizi kule Iringa ambayo ilidumu takriban kwa siku 12. Lengo lake kubwa ni kwamba kupata vijana mahiri wa Tanzania wazalendo ambao wataenda kuifanya kazi hii kubwa kwa manufaa mapana ya taifa letu. Nishukuru tena katika ofisi ya taifa ya takwimu kwa zoezi lile kubwa lililoendeshwa kule Iringa, ambao vijana wetu kwa kweli nilipopita pale nimeona vijana wamekwiva kwa kazi kubwa yenye maslahi mapana katika taifa letu hili. Hivi karibuni kama mnavyokumbuka ni kwamba si muda mrefu tulikuwa katika zoezi kubwa la sensa ya watu na makazi, ambayo imekuwa ni sensa kihistoria katika nchi yetu. Sensa ambayo imekuwa yenye kujitosheleza. Watu wengi kutoka maeneo mbalimbali wameweza kuja kujifunza nchini mwetu kufanya sensa kidigitali, ambao hata matokeo yake yamepatikana kwa muda mfupi sana. Katika hili kukumbuka lile, niwaomba nimshukuru sana kamisa wetu Mama Ana Makinda, ambaye yeye na mwenzake walihangaika sana balozi kule kuhakikisha wanawafikia wananchi, wanawapatia elimu, lakini kutoa hamasa, ambao ndio maana tumepata sensa kihistoria, na matokeo yake yametoka kwa muda mfupi sana, ambao Mama Makinda tukushukuru sana. Lakini tushukuru ofisi ya taifa ya takwimu kwa ile kazi kubwa wameifanya. Lakini sasa ndani ya kipindi kifupi tunakuja katika sensa ya uzalishaji viwanda. Sensa hii ni muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Ndugu zangu, kama mnavyofahamu, taifa lolote lazima liweze kuwa na takwimu sahihi katika maeneo mbalimbali. Kama nilivyosema, hivi karibuni tumepata takwimu kuhusu ya watu na makazi, ambao katika mipango yetu, sera zetu, ni mikakati yetu, tunakuwa na sehemu ya reference ya kuona jinsi gani tutapanga mipango yetu. Lakini sasa hivi katika sensa hii ya viwanda ni muhimu sana. Nchi mbalimbali duniani ambao zinajinasibu katika upande wa maendeleo lazima ziwe na takwimu katika maeneo mbalimbali. Lakini mataifa haya duniani yamegawanyika. Kuna mataifa yale ambayo yamebobea katika upande wa kilimo, lakini mataifa mengine yamebobea katika upande wa viwanda. Lakini kwa kiwango kikubwa sana katika mapinduzi mbalimbali ya viwanda maeneo mbalimbali duniani ndio sababisha nchi hizi kuwa kuitwa nchi zilizoendelea. Na ndio maana unaona kwamba nchi zilizoendelea ni kwamba ukiangalia upande wa viwanda wamewekeza zaidi, upande wa kilimo hata wakulima hata wakiwa wachache 4, 5 au 10, lakini wanaweza wakarisha nchi hiyo na kuirisha nchi zingine kwa ajili ya ubobezi wa teknolojia. Kwa hiyo viwanda, na sisi kama ukiangalia katika dira yetu ya mwaka 2025 ambayo inaelekeza kwamba nchi yetu kuwa katika nchi ya viwanda. Sasa sensa ya mwisho ilifanyika mwaka 2013 kama nilivyosema, ambayo ilikuwa na mafanikio makubwa, ambao katika sensa ile ilituonyesha kwamba tuliokuwa na viwanda takriban 49243 ambao vikigawanyika katika viwanda vidogo sana, viwanda vidogo, viwanda vya kati na viwanda vikubwa. Sasa kipindi kirefu kimefika, zaidi ya muongo mmoja. Tuna kila sababu kufanya sensa hii ya viwanda, ya uzalishaji wa viwanda. Lengo kubwa ni kuona nchi yetu sasa imefikia wapi katika mipango ya maendeleo. Na sensa hii ni muhimu sana, na hasa kuhakikisha katika utengenezaji wa sera zetu, mipango yetu ya maendeleo, na kuona wapi tunapokwenda. Na hasa vile kuangalia mchango wa viwanda katika uchumi wa taifa letu hili. Kumbukeni, hivi karibuni takwimu zilizofanywa inaonekana kwamba mchango wa viwanda ulikuwa takriban 7.8 mpaka 8. Eneo hili sasa baada ya kufanya sensa hii za viwanda tunaweza kuona mchango wa viwanda katika uchumi wetu, ambao ni muhimu sana, tukifahamu viwanda ndio fursa kubwa ya ajira katika nchi yetu. Nchi yoyote duniani, si Tanzania ama kokote, absorption capacity ya government inakuwa ni limited katika upande wa ajira. Eneo kubwa sana linategemewa katika upande wa viwanda. Na hili huwa ninasema kwamba takwimu sasa hivi zinatuonyesha vijana wetu wanaomaliza vyuo vikuu wako wengi. Serikali hii ya Tanzania, takwimu inakwambia mwaka 2021 vijana takriban 1051 wakapanda karibu 1064, na sasa hivi inakadiriwa karibu 1067. Hao ni graduates wetu.
Maana yake nini? Serikali haiwezi kuajiri wote hao. Na sio Tanzania, maana yake duniani kote. Eneo kubwa ni upande wa viwanda ambao utatoa fursa kubwa kwa ajili kutengeneza ajira kwa vijana waweze kupata ajira. Kwa hiyo tunapopata takwimu za uzalishaji viwanda zina maana kubwa sana kuangalia taifa letu linasonga vipi mbele katika mustakabali wa maendeleo yetu. Kwa hivyo ndio maana mwaka huu tunakuja na hii sensa ya uzalishaji wa viwanda ambayo ni muhimu sana kwa mustakabali wa taifa letu. Jambo la kwanza kuona kile tunachozalisha na idadi ya viwanda nchini mwetu, ambao hii itatusaidia sana katika mustakabali wa maendeleo. Lakini hata kuangalia kwamba nchi yetu, kwa mfano, serikali inapopanga mipango yake, kwa mfano, leo hii tutajua mfano viwanda vya nondo vilivyoko nchini mwetu, uzalishaji wake, demand ya nchi yetu ikoje. Viwanda vya sukari viko vingapi, uzalishaji wake, demand. Ambao hii itakuonyesha kwamba jinsi gani sera za kiserikali katika kusaidia kuchagiza viwanda ama kuprotect viwanda. Sensa hii itatusaidia. Je, kuna sababu baadhi ya bidhaa kuendelea kuimport tena? Je, kama tuna capacity kubwa ya kuzalisha baadhi ya bidhaa fulani, kwa nini tusitumie misingi mizuri ya kisera, kisheria na kikanuni kuvilinda viwanda vyetu? Ndio muhimu wa sensa hii ya viwanda. Ni muhimu sana. Kwa hiyo naomba niwaambie, kwa mfano nchi yetu demand ya sukari kwa mwaka ni tani 882,000. Brown sugar ambayo karibu ni tani 552,000. Na zile industrial sugar ni tani 250,000. Sasa tuangalie uzalishaji wa viwanda sasa hivi. Tukienda kufanya sensa hii tutakuja kuona hali ikoje katika viwanda. Je, kama Bagamoyo Sugar aliyopo ndugu yangu Sufiani, capacity yake ni tani 50,000. Kama Mtibwa Sugar, capacity yake ni tani 80,000. Kama Kagera Sugar, capacity yake ni tani 131,000. Kama Kilimanjaro Sugar, capacity yake ni tani 100,000. Kama Kilombero Sugar, sasa hivi kutokana na expansion, capacity yake inaenda mpaka tani 270,000. Acha viwanda vingine. Je, katika hali ya sasa, kwa safari tunaondoka nayo, je, tutakuwa na sababu ya kuimport sukari? Ndio hoja hiyo. Kama viwanda vya cement, demand yetu kwa nchi ni tani milioni 8. Lakini production yetu tumefika tani milioni 9. Kama uzalishaji wa clinker, demand ni tani milioni 6. Production yetu ni tani milioni 7.5 kwa sasa. Hizo manake kwa takwimu hizi tutapata itatusaidia kupanga mipango yetu. Je, kuna sababu baadhi ya bidhaa katika mipango ya kisera kusababisha kuzizuia zisije zikaingia ndani, kuja kuwa soko la bidhaa za ndani, kuja kuwa ajira za Watanzania? Kwa hiyo sensa hii ina maana kubwa sana kwa ndugu zangu wenye viwanda. Lakini vile vile tutaangalia upande wa promotion. Je, tunachozalisha tumekitangaza vya kutosha? Leo hii kama, manake ni maswali mengine yataweza kujibika. Leo hii kama kiwanda cha Kairuki kinaweza kuzalisha maji ya drip mpaka ku-export katika nchi za SADC. Je, Watanzania tunalijua hilo? Je, kwa nini bado tuna import maji? Nini kifanyike? Ndio hoja yenyewe hiyo. Je, takwimu zinatuonyesha tuna fursa ya masoko? Tuna fursa ya soko la Afrika Mashariki, tuna fursa ya soko la SADC. Lakini tuna fursa la soko la Afrika zaidi ya watu bilioni 1.3. Je, uzalishaji wetu wa viwanda tulipofikia kitakwimu, jinsi gani tunaweza kupata hizo fursa? Na hasa kubwa zaidi kuingiza pesa za kigeni. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba niwaambie ni viwanda, sensa hii ni muhimu sana kujua status ya nchi yetu. Imani yangu kubwa katika zoezi hili ambao vijana wabobezi waliopata maarifa ya kutosha, waliopikwa na wakapikika, ninaamini huku viwandani tutawasaidia sana kuweza kuanza kuwakaribisha, lakini pili kuwapa taarifa. Tukumbuke sensa iliyopita ya mwaka 2013 tulikumbana na karibuni na changamoto 5 za msingi. Jambo la kwanza, maafisa wanaofanya ile zoezi wengine walizuiliwa kuingia viwandani. Hii ilikuwa ni miongoni mwa changamoto. Lakini jambo lingine, swala zima kutoa ushirikiano katika ujazaji wa fomu ilikuwa ni changamoto kubwa.
Eneo lingine, kuchelewesha kujaza zile fomu, mwingine ameachiwa questionnaire hairudi mpaka muda umepita. Eneo lingine ni kukataa kutoa kabisa, mfano taarifa zile audited financial statement ambazo ni muhimu sana kwa kuangalia uzalishaji wetu unaendaje katika upande wa viwanda. Na ingine kutoa taarifa zisizokuwa halisia. Sensa yoyote lazima ije na takwimu bora. Kwa hiyo hii ilikuwa ni miongoni mwa changamoto zilizobainisha katika sensa iliyopita, ambao wakati mwingine takwimu zimetoka sio halisia. Na hili ni changamoto hata katika kufanya makadirio ya mipango ya kisera, lakini ya kisheria. Kumbukeni kila mwaka kuna kitu kinaitwa finance bill, sheria ya fedha. Mswada wa sheria ya fedha unakuja bungeni unapitishwa. Lakini mswada ule mara nyingi sana una mambo mengi sana yanayohusu viwanda. Eza kuweka tozo zingine, kodi, kuzuia importation ya baadhi ya bidhaa, ama kuruhusu importation. Kwa hiyo yote inategemea kwamba status yetu ya nchi sasa hivi ikoje kwa maslahi mapana ya viwanda vyetu. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, kwanza taarifa hizi kama nilivyosema mtakwimu mkuu, hizi ni taarifa za siri. Na hakuna taarifa ya kiwanda kimoja tu kitachotolewa, hapana. Zitatolewa kwa ujumla wake, ya kuona jinsi gani uzalishaji wetu wa viwanda umefikia katika mwaka 2025 lakini rejea ya mwaka 2023. Kumbukeni, nchi yetu katika mipango thabiti ambayo sasa hivi imewekwa ya Daktari Samia Suluhu Hassan, tumeona kwamba uwekezaji ukienda kwa kasi sana. Takwimu hizi mwaka huu inawezekana tukaja takwimu nyingine tofauti kabisa ukilinganisha na ya mwaka 2013. Sababu uwekezaji mkubwa umetokea katika maeneo mbalimbali na hasa kuvutia uwekezaji, lakini swala zima kuimarisha miundombinu, mazingira wezeshi ya ujenzi wa viwanda. Leo hii kama alivyokuwa anasema mkuu wa wilaya, kazi kubwa iliyoendelea kufanyika katika nishati ya umeme. Capacity yetu ilikuwa takriban megawati 1690 tulikotoka. Leo hii grid ya taifa inasoma zaidi ya megawati 3440. Lakini kuna matarajio mwishoni mwa mwaka huu tutafika karibu ni megawati 4000. Maana yake ni kuwezesha viwanda vikaweza kufanya kazi vizuri. Hili ni jambo kubwa sana. Lakini swala zima la ujenzi wa miundombinu mingine wezeshi, kwa mfano miradi ya maji ambayo ni muhimu katika mstakabali wa viwanda vyetu. Tunashuhudia kazi kubwa ya ujenzi wa miradi miji 28, ambayo miji hiyo inaenda katika maeneo ya mradi huo inaenda katika maeneo ya miji kwa ajili kusaidia viwanda na makazi ya watu yaweze kwenda vizuri. Hizi zote ni mazingira wezeshi. Lakini hata hivyo, kuhakikisha nchi yetu inafanya rejea mbalimbali ya kisheria na kikanuni ambazo zinakwamisha wafanya biashara na wenye viwanda. Ndio maana hivi karibuni Mheshimiwa Rais amelitunga tume maalum kwa ajili ya kufuatia masuala ya kodi yanayokwamisha wafanya biashara na kwenda viwanda. Hiyo yote ni dhamira ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini uwekezaji mkubwa unaweza kufanywa katika shirika la ndege ambao ni shirika wezeshi kusaidia kwamba wafanya biashara wenye viwanda kwenda sehemu moja mpaka sehemu nyingine, kuwezesha utaratibu wa kuratibu na kusimamia viwanda vyao. Hii yote ni dhamira ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa kuona kwamba nini ifanyike kuhakikisha tunasonga mbele. Na hivi karibuni ndugu zangu, kwa kufuatilia hayo kuhakikisha kwamba wafanyakazi wa Tanzania wanasonga mbele, na naomba niseme kwamba niomba niwahakikishie kazi inaenda vizuri. Kazi inaenda vizuri. Na mimi nikiwa namsaidia Mheshimiwa Rais, ninajivunia kuona kwamba kipindi hichi tunaendesha sensa ya viwanda, uzalishaji wa viwanda. Ni kipindi mwafaka ambao tunaenda kupata majibu halisi ya kazi kubwa iliyofanyika ndani ya kipindi hichi, na hususan kipindi hichi cha Daktari Samia Suluhu Hassan ambao tunaona kwamba amefungua milango mingi ya uwekezaji nchini mwetu. Ndugu wamiliki wa viwanda na washiriki wote wa mkutano huu. Mkutano huu dhamira yake ilikuwa ni swala zima kufikishiana habari kwamba tuna jambo hili tunakuja kulifanya. Imani yangu kubwa tutaenda kutoa ushirikiano wa kutosha kwa wadadisi na madodoso yatajazwa kwa wakati kusaidia nchi yetu. Niwaombe kila mmoja wetu tuchukue jambo hili ni kama jambo la taifa letu lote, kusaidia nchi yetu kupata mafanikio makubwa na hasa kujua takwimu zitazosaidia katika mipango ya sera na mikakati mbalimbali ya kimaendeleo. Naamini huku tuna watu ambao tunawasimamia katika maeneo yetu, ikiwa watumishi wetu. Naomba nao tukawafikishie habari hii ya kwamba wanapofika watu wanaokuja kufanya sensa hii, tuwape ushirikiano, tuwasaidie waweze kutimiza wajibu wao. Imani yetu kubwa ni kwamba nchi yetu imegawanyika katika mikoa 26 hii ya Tanzania bara, lakini 5 ya kule Zanzibar. Ninyi ni mkiwa kama ni wajumbe wa zoezi hili kubwa linaloenda kufanyika kwa maslahi mapana nchi yetu. Naamini na wengine watapata salamu hizi
kwamba sasa tunaenda katika jambo kubwa la kitaifa, swala zima la uwezeshaji wa viwanda. Mwisho lakini si kwa muhimu, naomba niwahakikishie wenye viwanda wote, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sisi tunamsaidia Mheshimiwa Rais, tutakuwa tayari muda wote, usiku na mchana, kusikiliza hoja, changamoto za watu wenye viwanda. Lengo kubwa ni kwamba tusaidie uwekezaji uweze kwenda mbele. Na hili ni jambo kubwa ambalo sisi tupewa dhamana, tumejidhatiti kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Niwahakikishie kupitia taasisi zenu za CTI, taasisi yenu ya TCCIA na zingine zote, tutapokea maoni yote na kuyafanyia kazi. Na hivi karibuni tuna kazi tunaendelea kuifanya kwa wale maoni mlioleta na changamoto ya container, na timu zetu za wataalamu ziko zinamalizia. Na hapa namuona dadangu Hawa, yuko wapi Hawa? Walafu nimemuona hapa katika siku ile alikuwepo. Kazi inaendelea, imani yetu tufike muda kuweza kuwasaidia wenye viwanda, kwa sababu ndio sehemu muhimu kwanza ya kupata fursa ya kusanya kodi, lakini pili eneo muhimu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira na taifa linasonga mbele. Dhamira yetu kama nchi, na hasa kuhakikisha kwamba GDP yetu sasa hivi ni dola bilioni 80, tuna kila sababu kupitia sekta ya viwanda kusonga mbele na kuifanya nchi hii iwe nchi kivutio sana kwa uwekezaji na kimaendeleo. Baada ya kusema haya, sasa niwashukuru sana ndugu zangu. Huu ndio ilikuwa dhamira ya mkutano huu wetu wa leo kwa ajili ya kupashana habari. Niwashukuru sana. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, bariki sensa hii ya viwanda nchini Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.